Ulimwengu wa sasa vijana wanaotangaza kabumbu unauona wapi? Baada ya kina nyie kwenda, isije ikawa kwamba kwenye mitandao ukipita sikia kwamba kwa sasa hivi hakuna wanaotangaza mpira. Walikuwa wanatangaza mpira walikuwa kina Hassan Mwana Ali. Na hilo amelisema sana kina Jaco yo na wazee wengine, hata marehemu Walibora alikuwa alisema sana kwamba watangazaji wa sasa akiwaona haoni mtangazaji wa mpira, ni uigaji tu na kelele. Lakini sasa mimi husema unajua matangazo ya mpira sasa si kama ya kitambo. Kitambo msikilizaji wako anakusikiliza wewe mechi ile moja. Sasa hivi hao majenzi wanakusikiliza kuna mchezo wa kamari betting, ana mnyororo wake. Sasa yeye anataka kusikize, lakini pia umweleze huko Man U anaendeleaje, Arsenal anaendeleaje. Baraka ameunganisha ule mnyororo. Usipomfanyia hivyo itabidi ingie mtandaoni ama hame. Wajue ni changamoto ya kwanza. Kwa hiyo lazima ulifikirie hilo. Pili, tunashindana na runinga. TV zimekuwa nyingi sana. Wale wana stream wengi sana. Tatu, unashindana na kila mmoja siku hizi nyumba hadi nyumba na television yake. Kama si hilo, watu wanautizama mpira kwenye simu. Mimi hata ninapokuwa sipo kazini, kwenye simu utaniona mimi na stream, naona ule mpira. Sasa wajua utashindanaje na watu kama hao? Ndio maana unaona hata idhaa siku hizi zimekuwa ni audio visual, ni radio na ni television. Sasa huyu mtangazaji wajua anashindana na vitu vingi, si kama kitambo. Kitambo ungesikilizwa mtu anakaa hivi radio, waende wanamchorerea lakini siku hizi huyu anakusikiliza na anatizama, amemute sauti ya TV, na pia ameingia kwenye mtandao, anaona vitu vinarushwa kuhusu ule mchezaji. Unaona vile ushindani ulivyo mkali. Kwa hiyo ndio masa inabidi sasa matangazo ya sasa unapata jamana hii ni mechi anaitangaza, lakini akupe matokeo ya mechi nyingine inayochezwa, alafu pia anashindana na TV maana wengi wanatizama. Sasa utanifanyaje mimi ni mute television, nikusikilize, nisistream ile mechi, nisiende kwenye mtandao? Kazi ipo. Kazi ipo. Ili la kizushi, sijui kama utalijibu moja kwa moja au hutalijibu moja kwa moja. Inakuwaje Hasani mtu azime sauti ya redio ama sauti ya runinga kusikize wewe? Anajua yeye msikilizaji. Na ni labda ni sauti nilivyosema, maana hiki ni kipawa cha Mwenyezi Mungu. Ama labda ni lugha. Kuna wengine wanajifunza tu lugha, ama anataka visa vile vya Amope tulivyosema. Kwa hiyo ni mambo mengi atachagua msikilizaji kutegemea na si Hasani tu. Kuna watu watachagua idhaa si kwa sababu ya idhaa tu, lakini kwa sababu ya mtangazaji fulani. Kuna kitu anapata kutoka kwake, umeelewa? Sasa ni yeye msikilizaji na mtazamaji utamuuliza ni kwa nini ananisikiliza, alafu tuone atasemaje. Siwezi nikajua mimi. Sisemi sana bwana. Tukiaga, labda kuna bingwa pale nje atakakuwa kama Hassan Mwana Ali siku zijazo. Semi kwamba mimi mwenyewe pia nikiwa mdogo nikimsikiza Hasani nasema kwamba nataka kuwa kama alivyo Hasani, ama nataka niwe kama si yeye alivyo Hasani. Siku moja nije niwe nakifanya kile ambacho kwamba yeye anakifanya kwa sasa hivi. Na mimi wanaambia be your own, yani ile identity yako. Kwa sababu wengi nimeona wakitangaza mpira hasa wa vijana wakati linafunga bao wanatangaza kama Hasani vile. Kuwa na ubunifu wako muhimu sana. La kwanza. Pili, talanta. Hii kazi ya utangazaji ni talanta. Kuna watu hata wana PhD lakini ukimpa hapa habari hatazisoma. Na kuna mtu hajafika hata darasa la 8 lakini anaweza akatangaza. Ni karama ile, ushafahamu. Kwa hiyo ni talanta ile, na kama unayo na ule ubunifu nilokutajia, na kazi yetu hii kama unavyosikia, mtu atapenda tu kusikia kwa sababu labda ya sauti. Na kuna wengine labda una lugha na sauti si nzuri. Kwa hiyo ukijaliwa vyote unashukuru Mungu. Alafu pia kisomo muhimu. Unajua unakuta una talanta hii, una lugha, lakini ukienda mezani jamaa nakuuliza do you have any certificate, any degree, diploma? Ama umetoka chuoni jamaa anasema tunataka watu wa 3-4 years experience na hujapata ile nafasi ya experience. Usikate tamaa. Internship vikitokea wewe fanya. Wasikilize watangazaji, watizame watangazaji, soma magazeti, majarida, mitandao, siku hizi ajira zinatokea. Alafu usiwaze tu sana kwamba lazima utangaze na mikrofoni. Watu siku hizi wamekumbatia digitali. Wana podcast. Podcast yako, YouTube yako, ukurasa wa Facebook wako, TikTok yako, unaandaa vitu vyako tu. Uhitaji kuajiriwa, watu wanajiajiri
na wanapata hela. Kwa hiyo nafikiri ujumbe wangu ni huko kwenye dijitali. Zamani ungemsikiliza mtangazaji lakini usikutane naye, usimuone. Siku hizi kupitia mitandao lazima watuone. Kwa hiyo ushauri wangu mzito, mbali na kutamani kuwa kama kina Hasani wa siku zijazo tulivyotamani wengine waliotangulia, anza kujifikiria na kumbatia dijitali na mambo yatanyoka. Yani kama alivyosema tangu hapo, kama kapanga Mwenyezi Mungu utatangaza. Ni hapo tu. Utatangaza.